ya wanadamu na kuingiza kwenye neema. Huo ndio msalaba tunaosema. Maana kwa huo msalaba Yesu aliangikwa, akachomwa mikuki, akapigwa taji ya miiba. Yesu akamaliza kazi pale msalabani. Amen. Ndio maana tumeokoka. Na msalaba huo ndio maana watu hawaonewi tena. Kupitia msalaba huo watu wanapona. Kupitia msalaba huo watu wanaokolewa. Kupitia msalaba huo watu wanapokea uzima katika Kristo Yesu. Yesu alipokuja akaanza kazi, na Biblia inamueleza kwenye kitabu cha Matendo 10 mstari wa 38. Tunaona jinsi ambavyo msalaba ulianza kufanya kazi baada ya Yesu kuja na kuangikwa msalabani. Hebu tuangalie Matendo 10 mstari wa 38. Tutasoma mpaka 42. Tunataka tuone nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba ambao una uwezo wa kutuokoa. Sio msalaba wa kutusumbua. Sio msalaba wa kubeba kwenye vilabu. Sio msalaba wa kutokushinda kutuondoa kwenye manyanyaso ya shetani. Tunahitaji tuelewe msalaba wa Yesu Kristo ulio na mamlaka ya kutuokoa na kutufariji wa kutuokoa. Alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu.